Sejil au Sajil, neno la Kiajami lenye maana ya udongo uliokaushwa kwa moto, limeibuka kama ishara kuu ya maendeleo ya kipekee ya Iran katika uwezo wa kiteknolojia ya makombora. Kutokana na vizuizi vikali vya kimataifa na miongo kadhaa ya kutengwa, Iran imejijengea mpango dhabiti wa makombora. Ndani ya mpango huu, Sejil linasimama kama hatua muhimu ya mabadiliko. Linatofautiana kimsingi na makombora mengine mengi ya Iran kama vile mfululizo wa Shahab ambayo yanatumia mafuta ya kimiminika. Sejil ni kombora la kwanza la ballistic la Iran linalotumia mafuta ya mango solid propellant, teknolojia ambayo inaleta faida kubwa za kimkakati na kiutendaji na hivyo kuimarisha uwezo wa Iran wa kujihami na kuzuia mashambulizi. Safari ya maendeleo ya kombora la Sejil inaakisi azma ya Iran ya kujitegemea kijeshi. Kazi ya kuliunda ilianza mwanzoni mwa miaka 2000 ikitumia uzoefu uliopatikana kutoka kwa miradi ya awali ya makombora. Jaribio la kwanza la hadharani la Sejil lilifanya mnamo Novemba mwaka 2008, tukio lililoshika vichwa vya habari duniani kote. Jaribio hili halikuonyesha tu kombora jipya lenyewe bali pia uwezo wa Iran kutengeneza teknolojia ngumu ya mafuta mango. Mafuta ya kimiminika yanayotumiwa na makombora ya zamani kama Shahab 3 yana hasara zao. Yanahitaji muda mrefu kujaza mafuta kabla ya kurushwa na hivyo kufanya yawe hatarini kwa mashambulizi ya awali. Pia ni magumu kuhifadhi na kusafirisha. Uhamiaji kwa teknolojia ya mafuta mango na Sejil uliwakilisha suluhisho kwa matatizo haya yote. Hii ilipunguza muda wa maandalizi kutoka masaa hadi dakika, ikiboresha sana kasi ya kujibu na uwezo wa kuishi na mifumo ya makombora ya Iran. Kombora hili ni mfano wa uhandisi wa hali ya juu, likichanganya muundo dhabiti na vipengele vya utendaji wa hali ya juu. Baadhi ya vipengele muhimu ni pamoja na injini ya hatua mbili ya mafuta mango. Hii ndiyo roho ya Sejil. Ina hatua mbili, zote zikiendeshwa na injini za roketi za mafuta mango. Hatua ya kwanza inatoa msukumo wa awali wakati wa kurushwa na hatua ya pili inaendelea kuongeza kasi baada ya kujitenga. Matumizi ya mafuta mango yanamaanisha kuwa mafuta yamehifadhiwa tayari ndani ya kombora na kuondoa hitaji la kujaza mafuta kabla ya urushaji. Hii inafanya Sejil kuwa rahisi zaidi kuhifadhi, kusafirisha na kuwekwa tayari kwa kasi isiyopungua ikilinganishwa na makombora yanayotumia mafuta ya kimiminika. Kipengele cha pili muhimu ni masaa na kasi ya kombora hili. Kombora hili linafanya kazi kama kombora la ballistic la masafa ya kati, middle range ballistic missile, ikiwa na masafa yanayokadiriwa kati ya kilomita 2000 na 2500, maili 1240 hadi 1550. Masafa haya yanaiwezesha Iran kulenga malengo muhimu katika Mashariki ya Kati, ikiwemo maeneo ya Israel, vituo vya kijeshi vya Marekani katika kanda kama vile vituo vya anga katika nchi jirani na hata kufikia baadhi ya sehemu za Ulaya ya Kusini Mashariki. Mara baada ya kurushwa, Sejil linaweza kufikia kasi ya juu sana ya hypersonic, zaidi ya mara 5 kasi ya sauti katika awamu yake ya kati ya safari na kuifanya kuwa ngumu sana kuizuia na mifumo ya ulinzi wa makombora iliyopo. Kipengele cha tatu muhimu cha kombora hili ni uhamaji na usiri wake. Kombora hili hurushwa kutoka kwa magari maalum ya kurushia, transporter erector launchers. Magari haya makubwa yanaweza kusafiri barabarani na kuruhusu kombora kusafirishwa na kurushwa kutokea maeneo mbalimbali. Uwezo huu wa kuhama hupunguza kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kugunduliwa na kuharibiwa kabla ya kurushwa, preemptive strikes na adui. TELs au transporter erector launchers pia zinaweza kutoa ulinzi wa kombora na wafanyakazi wa kurusha. Kipengele cha 4 muhimu ni mfumo wa kuongoza, guidance system. Ingawa maelezo kamili ya mfumo wake wa kuongoza ni siri ya kijeshi, Iran imedai kuwa Sejil inatumia mifumo ya kisasa ya kuongoza inayojumuisha mfumo wa urambazaji wa inertia, Inertial Navigation System INS, na uwezekano wa mfumo wa urambazaji wa Global Positioning System GPS au mfumo mwingine wa satellite kwa usahihi ulioongezeka. Usahihi wa makombora ya ballistic mara nyingi hupimwa kwa Circular Error Probable, ambayo inaeleza eneo ambalo nusu ya makombora yanayorushwa yanatarajiwa kutua. Kwa Sejil, Iran inasisitiza usahihi wa hali ya juu, ingawa wachambuzi wa magharibi mara nyingi kutoa makadirio ya tahadhari zaidi.
Kombora hili linawakilisha mabadiliko ya kimkakati kwa Iran na ina athari kubwa kwa utulivu wa kikanda na kimataifa. Baadhi ya umuhimu wa kombora hili ni: moja, uwezo ulioimarishwa wa kuzuia, enhanced deterrence. Kombora hili la Sejil linawezesha Iran kuwa na uwezo wa kuzuia mashambulizi ya kijeshi kutoka kwa wapinzani wenye nguvu zaidi. Uwezo wa kurusha makombora kwa haraka, kwa siri na kwa masafa marefu unamaanisha kuwa gharama za shambulio lolote dhidi ya Iran zingeweza kuwa kubwa zaidi kwa adui yeyote. Hii inatoa kinga ya pili au uwezo wa kulipiza kisasi ambao unalazimisha tahadhari kutoka kwa wapinzani. Umuhimu wa pili ni kupunguza udhaifu wa mapema. Tofauti na makombora ya mafuta ya kimiminika ambayo yanahitaji saa nyingi za maandalizi na hivyo kuyafanya yawe rahisi kushambuliwa kabla ya kurushwa, Sejil inahitaji muda mfupi sana wa maandalizi. Hii inapunguza udhaifu wa Iran kwa mashambulizi ya anga au mashambulizi ya awali yanayolenga maeneo ya urushaji wa makombora. Uwezo wa kuzindua kwa haraka kuongeza uwezekano wa kombora kufika lengo kabla ya kuzuiliwa. Kuwepo kwa kombora aina la Sejil yana athari kubwa kwa usalama wa kikanda. Kombora hili linaongeza viwango vya mvutano katika Mashariki ya Kati. Mataifa kama Israel na Saudi Arabia yanatazama mpango wa makombora wa Iran, hasa Sejil, kwa wasiwasi mkubwa. Hii imechochea mataifa haya kuwekeza zaidi katika mifumo yao ya ulinzi wa makombora kama vile Iron Dome na Arrow ya Israel na mifumo ya Patriot na THAAD inayotumiwa na Saudi Arabia katika jitihada za kukabiliana na tishio linalowezekana. Mbio za silaha za makombora katika kanda zimekuwa zikiendelea na Sejil ni kichocheo kikuu. Umuhimu mwingine ambao kombora hili linaweza kucheza katika uwanja wa geopolitics ni jukumu katika mazungumzo ya nyuklia. Mpango wa makombora wa Iran, ikiwemo Sejil, mara nyingi huibuliwa kama kizingiti muhimu katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Ingawa Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, wasiwasi upo kwamba makombora haya yanaweza kubeba vichwa vya nyuklia siku za usoni. Hali hii inafanya makombora kuwa sehemu muhimu ya makubaliano yoyote ya nyuklia yanayotarajiwa. Ili kuelewa umuhimu wa Sejil, ni muhimu kulinganisha na makombora mengine katika orodha ya Iran. Tukianza na Shahab series, Shahab 1, 2 and 3. Shahab series haya ni makombora ya zamani ya Iran yanayotumia teknolojia ya mafuta ya kimiminika. Shahab 3 kwa mfano ina masafa yanayofanana na Sejil, kilomita 1300 hadi kilomita 2000, lakini inahitaji muda mrefu wa maandalizi na ni ngumu zaidi kusafirishwa. Sejil inawakilisha kizazi kipya kabisa, ikizidi Shahab katika utendaji wa kiutendaji. Mbili ni Emad na Ghadir. Haya ni makombora mengine yanayotumia teknolojia ya hali ya juu kutoka Iran, baadhi yao yakiwa na uwezo wa kuvinjari re-entry vehicles au kubeba vichwa vita vingi kwa wakati mmoja. Sejil inatofautiana hasa kwa matumizi yake ya mafuta mango, ingawa Iran inaendelea kuendeleza mifumo mingine inayotumia mchanganyiko wa teknolojia au kuboresha zile zilizopo. Mustakabali wa Sejil huenda ukajumuisha maboresho zaidi katika usahihi, uwezo wa kuzuia mifumo ya ulinzi, countermeasures, na uwezekano wa kuunda matoleo mapya yenye masafa marefu au uwezo mbalimbali. Kombora hili litaendelea kuwa nguzo muhimu ya kimkakati wa ulinzi wa Iran na kuendesha kuathiri mienendo ya nguvu katika Mashariki ya Kati na zaidi. Maoni yako ni yapi kuhusiana na makala haya? Drop maoni yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe, kucomment na kulike katika makala zetu.